Hello, mambo vipi? Niite Chigo Machi la mkipenda Zinga la Kigunya, na leo hii bado nipo katika maeneo ya Kakamega County, na hususan niko maeneo ya Mumias Lumino, na the trending story ndani ya Lumino ni na Mumias nzima ni baada ya kuweza kupata matanga ya Jemina Idi ambayo ni msichana aliweza kuondoka mwaka jana kwenda Rabuni kufanya kazi, na leo hii hivi juzi tu tumeweza kupata taarifa kupitia familia yake kwamba amefariki na anahitaji kusafirishwa kuregesha Kenya. Leo hii nipo hapa pembeni mwangu, nipo na ndugu yake wa kuzaliwa pamoja, baba mmoja mama mmoja, na ningependa atuweze kutueleza kwa kina ni yapi yaliyoweza kutokea na taarifa hizo ziliweza kuwafikiaje. Karibu sana brother. Niambie labda kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Juma Idi. Na wewe ni mtoto wa ngapi katika familia? Huyo ni dadangu, mimi ndo nafuata, yeye ndio mkubwa alafu mimi. Na dada aliondoka labda lini kwenda kutafuta riziki? Aliondoka mwaka jana na mwezi wa 5 ama wa 6 hivi. Yeah. Na katika safari yake kuondoka, hatua ambazo mlizichukua ama safari hiyo ilikuwa imepangwaje mpaka akaweza kuondoka kwenda? Mpango wa safari yake sisi hatukuelewa. Tushtukania tu tukasikia yeye yako nje. Na kuna labda wahusika kama maagent waliweza kuhusika kumsafirisha ama aliondoka mwenyewe katika mipango yake mwenyewe kujipangia? Hiyo paka ilikuwa mipango yake mwenyewe, kama kuna agent au agent baada hatujajua, ndio tunataka serikali tusaidie chunguze alikuwa agent wa upande gani. Taarifa za kifo cha dada yetu ziliwafikiaje? Tulipata kwa mitandao, tukaambiwa, kwanza tuliambiwa Monday mwili wake umedhoofika, kichwa sijui imeruka, wamemfungia ndani ya nyumba. Wednesday tunasikia ameaga. Na kwenye mitandao nani alikuwa mhusika mkuu kuweza kuweka kwenye mitandao? Kuna mtu ambaye aliwafikia kama familia direct malitufikia ni dada yake mwa alikuwa pia mtoka pia Saudia, yeye ndiye alipata kwa mitandao. Na tena humu ndani pia mitandao ni mingi, tukaanza kuonea kwa mitandao ati ameaga. Na hizo habari labda ziliwapata vipi mkiwa katika hali gani kama nyumbani? Nyumbani tulikuwa tu tumetulia, kwa unajua sasa nyumbani ni kubaya. Kila mtu akiamuka ni kuangalia riziki. Hatuna kitu ya kujishikilia pale utasema hapa unataka ungoje, hakuna. Kufikia saizi labda kuna asasi zozote zimewafikia ama mmeweza kufikia ofisi zozote kutoka msaada, na labda pia kuna gharama ambayo kwamba mnaijua kwa saizi kwamba inagharamika kiasi cha pesa fulani ili muweze kusafirisha mwili? Bado hiyo kitu baada hajajua gharama ni kiasi gani, na hatuna vile tunaweza kupalipa kuanzia, hatuna. Sasa tunaomba kama serikali inaweza, MCA, mbunge, governor, kama wanaweza tusaidie vile tutapata vile mwili inaweza fika. Nyinyi kama familia labda mlikuwa na mazungumzo ya kila siku na dada ama ilikuwaje? Mimi dada yangu kuongea naye ilikuwa ngumu, tulikuwa tuongei. Mambo yake ilikuwa ni akifanya kitu, mambo yake ni ya kujificha. Hakuwa anaenda straight, hata vile alienda hata watoto wake aliwablock kwanza ndio akaenda, kwa maana walikuwa wamemkataza asiende. So ina maana pia nyumbani kulikuwa na hali ya taharuki kidogo kabla ya hivyo. Basi unachukuliaje hilo jambo katika kuweza kutaka kupata msaada? Nyinyi kama familia mmeamua kufanya nini? Kuna bado sasa jambo lishakuja, msiba ushakuja. Licha ya sitofahamu ya kuwa kwamba kuna mazungumzo na kuna mazungumzo, kama familia kuna ule umoja wa kutaka kusaidiana ama imebaki kwamba kila mtu? Hapana, tuko tu pamoja, lakini hiyo uwezo hatuwezi. Mpaka serikali iingilie kati ndipo tupate usaidizi wa kutosha. Lakini tukisema ati sisi familia tunaweza, ni ngumu. Masuala yake ya maradhi na ugonjwa, toka mlipopata hizo habari, mlikuwa mmeanza kufanya utafiti ya jinsi atakavyoweza kusaidika? Kwa maana watuleta tu Monday, Tuesday, Wednesday tunasikia amekufa, tulikuwa baada hajajipanga hata. Hivyo katika yeye mwenyewe labda mjafuatilizia kama kuna labda baadhi ya kiwango cha pesa alikuwa konacho? Baada hatujafuatilia, kwa maana kuna msichana wake ndiye anataka afuatilie, na sijui vile pale amefikia. Na tujue agent wake mwenye alikuwa anatumia pesa alikuwa nani. Labda kwa wale ambao kwamba ungependa kusaidia, zungumza nao na uweze kujieleza. Ungewasaidia vipi, katika msaada gani, na msaada uwafikie kwa njia gani? Kama yoyote anaweza jitokeza kutusaidia, mimi nitapeana namba yangu. Namba yangu ni 0704 868692. Kwa majina utapata Juma Idi, lakini jina kamili yote kuja itakana Juma na Nyinza Idi. Sasa itakuja Juma Idi. Kwa nambari yangu ya simu ni 04
0704 86 86 92. Tafadhali kwa yoyote naomba usaidizi wenu. Asante sana. Hicho ndicho kilio cha familia ya marehemu ambaye kwamba aliweza kufariki Arabuni, na kwa nyinyi nyote ambao kwamba mnaweza kutizama interview hii, ningependa mshirikiane muweze kuungana na familia iweze kupata msaada. Manake kumbuka hili jambo litatokea kwa mtu yoyote, na likitokea haliji na taarifa yoyote. Kama wao imeweza kuwapata katika hali mbaya ya kifamilia na wako katika miguu yenu kuweza kuomba msaada, hivyo basi ungana nao. Na kwa wale wengi ambao kwamba wangependa pia kutoa msaada, nambari ziko wazi, mnaweza mkawasiliana nao, mkazungumza nao na mkatoa msaada wao na mchango wenu katika hali ya nje yote. Labda ni kwa mawaidha, kuweza kutoa mashirika ya kijamii, kwa viongozi labda, na mtu yote ambao kwamba angependa kutoa mkono wake, basi unakaribishwa, na katika hizo namba ambazo kwanza ameanza kuzitaja tuweze kusaidiana. Mimi niite Chigo Machila, ama ukipenda Zinga la Kigunya, na hii ni Chigo Media. Niko ndani ya Kakamega County kabla sijarejea nyumbani.